mikono, nataka miguu. Nataka miguu. Yay! Woo! Yeah! Woo! Yeah, tano. Yay! Aha! Yay! Woohoo! Hapa ni Dodoma na hapa ni watoto wa Dodoma kutoka Fountain Gate Academy. Mambo? Mzima? Njoo sasa. Mbona unanikimbia? Njoo bwana, njoo. Sasa mwisho naongelea watu ndio mwisho. Mambo? Mzima? Soko wapi? Dodoma eh? Mimi nimetoka Dar na kuja Dodoma. Ni kitu gani ambacho kinapatikana Dodoma, Dar es Salaam hamna? Bunge! Watoto wa Dodoma wanajisifia bwana bunge. Hai, watoto wa Dodoma mambo vipi? Wazima? Kwa hiyo nimemuuliza yule nikamwambia hivi, ni kitu gani ambacho kinapatikana Dodoma alafu Dar hamna? Ameniambia bunge. Nini tena hizi? Kwangu mimi. Watoto wa Dar wanakuangalia na sema, tuambie kitu gani ambacho huko kipo alafu kule kwetu hamna. Bwana najua kuna kile ambacho natamani hata nikiondoka niende nacho. Zawadi niwapelekea watoto wa Dar. Ni nini eti? Zabibu. Si ndio eh? Si mtanipa na mimi niwapelekea watoto wa Dar. Mko poa lakini? Mbona hamna vibe nyinyi? Mko poa? Ndio. Kama mko poa shangilieni waone. Yeah! Basi sawa. Watoto wa Dodoma, watoto wa Dar wanawashinda. Mambo vipi? Basi shukeni mimi nawasubiri hapa. Shukeni. Nataka niwaone na vibe yenu. Hawa ni wanafunzi kutoka Fountain Gate Academy ambao tumekuja hapa kupata mafunzo. Kunaona wasikia wanaimba hao. Wakija waniimbie. Wako wapi hao? Wanakuja mwalimu wake wa mwisho hao waniimbie. Hao wao wa mwisho. Singers mkae huko mtaniimbia. Hizi hapa. Mambo vipi? Mzima. Watoto wa Dodoma mna vipaji sana. Kweli? Mbona vipaji gani? Unacheza mpira wewe? Timu gani unashabikia? Kwa Tanzania. Kwa nje? Majibu. Huyu hapa anacheza mpira jamani. Basi sawa. Karibuni sana jamani. Nimefurahi sana kuwaona. Wow. Hawa hapa wanafunzi kutoka Fountain Gate Academy. Wow. Yep. Haujambo mtoto mzuri mzima, unaendeleaje? Natumai unaendelea vizuri. Karibu sana kwenye kipindi chetu kizuri cha Watoto Shanga. Kama ilivyo kawaida tutakuwa nami Teacher Joy, na leo nimesafiri kutoka Dar es Salaam niko Dodoma na wanafunzi wa shule ya msingi na awali Fountain Gate Academy. Yapo mafunzo ambayo leo yanatolewa na benki ya CRDB kuhusiana na vitu mbalimbali, na mimi leo nimekuja kuungana nao kuona ni mafunzo gani ambayo wanayopata leo ili tuweze kujifunza. Na kwa kuanzia tunaanzia darasani kama ambavyo nimekuambia ni mafunzo. Ni nini ambacho tunaenda kujifunza darasani? Endelea kuangalia kipindi chetu kizuri cha Watoto Shanga kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mtoto mzuri unaangalia kipindi chetu kizuri cha Watoto Shanga. Nikukumbushe tu, hapa ni wanafunzi kutoka Fountain Gate Academy na tumewaona namna gani ambavyo wanafunzi wa primary wameingia, lakini wa sekondari wakasema subiri kwanza, sisi sekondari tuna vibe kabisa. Tuwakaribisha si ndio Aha.
Habari za asubuhi watoto wazuri. Nashukuru sana. Karibuni sana leo kwenye session yetu ya kwanza. Mimi naitwa Yolanda Urio. Mimi niko kwenye benki ya CRDB Bank. Mnaifahamu? Mnaijua eh? Hebu nionyeshe mikono ngapi wanaijua CRDB? Wow! Ina rangi gani CRDB? Very good. I'm glad to know that. Kwa hiyo leo niko hapa kwenye kofia mbili. Kofia ya kwanza, mimi nafanya kazi CRDB nikiwa nasimamia kitengo cha huduma kwa wateja ambacho tunakiita customer experience in English, right? Kwa Tanzania pamoja na subsidiary zetu. Lakini leo nina furaha pia niko na kofia nyingine. Kofia nyingine, mimi ni mwanafunzi kama nyie pia. Ni mwanafunzi wa CEO Apprenticeship Program ambayo employer wetu ameona pia ni muhimu na sisi twende tukasome, tukatayarishwa na sisi pia kuwa the next CEOs. Umeona hapo eh? Na sisi leo pia ni mnaungana na wenzangu, sio employer wangu peke yangu. Nipo na wenzangu pia. Kwa makampuni mbalimbali yametambua na kushirikiana na CEO Roundtable na kufanya hii program inayoitwa CEO Apprenticeship Program ambayo sisi tuko kwenye cohort 6 na tunajulikana kwa jina la DIGB. Naomba niwatambulishe wenzangu ambao nimekuja nao. Nikianza na Joachim, ni CEO mdogo sana. Very young CEO. Mmemwona eh? Huyo hapo. Naomba Joachim moja upande wangu huku. Lakini wa pili ambaye ninayo leo pia, nina furaha sana, ninaye pia CEO mwingine ambaye yeye tayari ni CEO. Unaona eh? Kama vile alivyo Joachim. Yeye ni CEO wa Azam Media. Naomba naye mpigie makofi. Naomba utasimama hapa. Sogea karibu yangu. Sasa sisi wachache tuko grupi yetu watu 5. Sasa leo tumekuja hapa kuwafundisha kwa sababu part of the program sisi tuliochagua under the social economic impact. Program yetu ni kutoa literacies. Kwa literacies ambazo tunazitoa, moja ni financial literacy, ya pili ni ethical values. And we are proudly today tunaamini kwamba one of your pillar katika shule yetu hii ya Fountain Gate Academy inasema wisdom. So it's one of the components ya ethical values. So leo tuko proudly pia kuja kuipresent na tuna mwalimu wetu mkufuzi kabisa. Mtamuona baadaye, tutamtambulisha, anaitwa dada Edith. Naye ndo atawa take through kwenye hiyo program. Sasa ningependa kwa upendeleo kabisa nishukuru sana sana sana. Kwanza ni washukuru employers wetu wote kwa kutufikiria na kutupa hii program. Lakini pili naomba nishukuru pia partners ambao wameweza kuwa na sisi. Naomba nishukuru uongozi mzima wa Fountain Gate Academy. Tunawashukuru sana sana sana. Lakini wapili pia napenda kuwashukuru bila order nimesema tu. Wapili naomba kuwashukuru pia Azam Media. Tunawashukuru sana 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 kwa kuwa partnership na sisi na kuweza kuturushia hii program. Lakini watatu pia naomba nishukuru benki ya CRDB. Tunawashukuru sana 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 benki ya CRDB kwa kuwa partnership na sisi. Sasa leo naomba pia, nimekuja na viongozi wangu kutoka benki ya CRDB. Ningeomba pia na wao niwakaribishe. Wa kwanza kabisa naomba nimkaribishe mwenyeji wetu ambaye sisi tunamuita ni CEO wa hapa kanda hii ya Central.
kanda ya kati inaitwa pia kanda kiongozi. Sisi kwetu CRDB tunaita hii kanda kiongozi. Naomba nimkaribishe naye awasalimie kwa dakika chache. Karibu sana dada Chabu. Ulipo? Nipo. Hiyo imekaa vizuri kabisa. Ulipo? Nipo. Naitwa Chabu Mishwaro kama nilivyotambulishwa. Ni meneja wa kanda ya kati ambaye na represent kama CEO wa Central Zone. Nasimamia mkoa wa Dodoma ambako tuko mahali wote hapa, mkoa wa Iringa, mkoa wa Morogoro na Singida. Wangapi wanataka kuwa meneja wa kanda kama mimi? Basi ukirudi nyumbani mwambie mama, baba, mlezi hivi, ili niwe na usomi wa utulivu, sini sawa niandalie kesho yangu kwa kunifungulia akaunti ya Junior Jumbo. Akaunti gani? Junior Jumbo. Kwa hiyo ukitoka hapa imba tu Junior Jumbo mpaka tarehe 6 ukiwa nyumbani, mwambie baba, mama au mlezi, akaunti ya Junior Jumbo ndio mpango mzima. Karibuni sana CRDB. Asante sana dada Chabu. Jamani, yeye ni CEO wa wapi? Central Zone, si ndio jamani Sasa naomba nimkaribishe kiongozi wangu, ni mkuu wetu anayesimamia biashara ya wateja wadogo na wakati Tanzania nzima, lakini pia kwenye subsidiary zetu. Anaitwa Bonaventure Paul. Naomba nimkaribishe. Karibu sana. CRDB ni mimi, CRDB ni sisi sote. Niweze kushukuru uongozi mzima wa Fountain Gate kwa kuweza kutukaribisha. Kwa kweli tumefarijika sana, mmekuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo. Lakini pia kuna mambo mazuri sana ambayo kutoka kwa Teacher Edith tutaweza kujifunza. Kwa hiyo kwa upande wa benki ya CRDB tunawajali sana watoto, tunawajali sana vijana. Ndio maana tumekuwa na kitengo maalum cha youth banking ambacho kinasimamia watu ambao wanalika ya chini ya miaka 18. Kwa hiyo tuna vitu vingi sana ambavyo vimeandaliwa kwa ajili yenu. Kwa hiyo tunaposema learn today, tumeiona pale, you learn today and shine tomorrow. Nawashukuruni sana na ninawakaribisheni sana. Mkimaliza shule yenu ambayo mnaendelea kusoma, kujifunza, msisahau kitu kimoja cha maadili. Maadili ndio kitu ambacho ukimaliza shule maadili yanakufuata unakokwenda. Ukienda kazini maadili yapo, ukiwa kwenye familia maadili yanaendelea. Kwa hiyo ukikumbuka hicho kitu kimoja cha maadili, ukitoka hapo, sisi kama wafanyakazi wa benki tunachoajili sio certificate. Tunaajili kitu gani? Maadili. Kwa hiyo sisi tunajiandaa sana kuweza kuwapokea, sababu tunajua mtakuwa mna uelewa mzuri, kwa sababu kuanzia leo mnaanza kuandaliwa muwe na maadili mazuri. Mungu awabariki sana na nawatakieni session njema. Asante. Thank you. Asante sana Bonaventure. Yeye ni Director of Business, Retail Business. Sawa jamani Haya. Sasa ningeomba kwa dakika moja wenzangu pia wawasalimie, ambao ndo tumefanya hii shughuli yetu ya leo. Naomba nianze na the young CEO Joakim. Karibu sana. Fountain Gate. Nashukuru sana. Naitwa God Bless na mimi nimekuja kujifunza pamoja na nyinyi. Pia nimkaribishe Patrick. Watoto wazuri, Fountain Gate. Kwanza hongereni, mmependeza. Alafu mnaonekana ni watoto sharp, bright, mlivyokuwa mnacheza, tumewapenda. Sisi ni kaka zenu kama ambavyo mnatuona, baba zenu, shangazi zenu, wajomba zenu, kama ambavyo tunavyofanana, si ndio?
Mimi mzee zaidi na pengine ni babu. Tumekuja kuwatembelea, lakini tunatarajia siku moja na nyinyi pia mtakuwa kama sisi na nyinyi mtaenda kuwatembelea watoto wengine. Lakini ili tuweze kufanikiwa kwenye maisha ni lazima tujifunze maadili. Leo tunasoma hapo, tunajifunza maadili, na maadili ndio kila kitu. Mwalimu atakuja kutufundisha, nisiwachukulie muda wenu mwingi. Nimeona hapa CRDB, maana imekuwa kama ni nani, ni kozi ya CRDB. Labda mimi niwaulize, mnaijua Azam TV? Watoto wangapi mna Azam TV nyumbani? Asanteni sana. Na watoto wangapi mna junior jumbo account ya CRDB? Asante sana. Kwa hiyo CRDB Dodoma mna kazi ya kufanya kuhakikisha watoto wanakuwa na junior jumbo. Lakini Azam TV ongeleni sana watu wa Dodoma, mmefanya kazi nzuri. Asanteni na karibu ndugu MC. Asante sana. Basi bila kupoteza muda, watoto wazuri, sasa hivi sisi tuko tayari kuanza somo letu. Naomba tumshangilie sana 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 facilitator wetu wa leo, anaitwa dada Edith Mwiyombele. Dada Edith, karibu sana. Dada Edith Sasa nitataka niwaambie kwa kifupi sana kwa nini ninaitwa mwalimu. Kwa sababu mimi miaka kadhaa iliyopita nilikuwa naingia darasani na kufundisha kabisa masomo kama masomo mengine. Mnaponiangalia mnaonekana ni mwalimu wa nini? Naongopo. Naonekana mwalimu who can guess? Science. Mwalimu wa? Science. Well done. Can we clap for him? Mimi ni mwalimu wa chemistry na biology. Siku moja nitakuja shuleni kwenu kabisa pale kwenye laboratory tuweze kufanya experiment moja. Sawa jamani? Labda tuanze kidogo tu kabla tujaenda kwenye maadili. Kiongozi ni nani? Nani anaweza kusema kiongozi ni nani? Yes. Kiongozi ni nani? Ukisikia ni kiongozi. Kiongozi ni nani? Kiongozi ni yule mtu ambaye ana mamlaka ya kuongoza wenzake. Ana mamlaka ya kuongoza. Can we clap? Just clap once. Mwingine kiongozi ni nani? Yes. Yes please. Yes, karibu. The person who leads in the society. Who leads? In the society. The person who leads the society. Can we clap? Sasa mimi naomba niongezee hapo alichosema, kwa maneno mazuri sana. Lakini society ni si ndio? Uongozi unatokana na katika levels mbalimbali. Kwa hiyo I have good news for you kwamba kila mmoja wetu hapa kwa namna ama moja ama nyingine ni kiongozi. Si ndio jamani? Ni ndio au sio? Ndio. Mbona kama kuna watu wanakataa? Pale chini statement inasema success without values is success without values is yes. So if you want to be a successful mfanyabiashara, if you want to be successful in media, if you want to be successful in any way, hata katika level ya familia, lazima uwe na values. Si ndio jamani? Yes. Kwa sasa naomba tuanze kuangalia values tofauti. All of you, let's not tusifanye moja. Naomba kila mmoja wetu tuanze kusema value ya kwanza. Respect. Not loud enough. Value ya kwanza. Respect. Value ya pili. Courage. Ya tatu. Kindness. Ya nne. Wisdom. Ya pili. Courage. Ya pili. Courage. Ya kwanza. Respect. Ya tano. Courage. Ya sita pale chini. Ya saba. Kila value ina action yake, sawa
value ya kwanza nikisema respect, you do like this. Can you do that? Respect. Is that okay? And then courage, kindness, wisdom, honesty. Can you do that? Who remembers? Tuanze one more time. Respect, courage, kindness, wisdom, honesty. Tuanze tena. Respect, courage, kindness, wisdom, honesty. So tunapokuwa tunaendelea nitakuwa ninasema nikisema hiyo value mimi nataka action. Is that okay? So nataka kufundisha, alafu in the middle of nowhere I say respect and I would expect you to do that. Is that okay? Tumeelewa? Jamani, mimi naona kama mjaelewa. Mmeelewa kweli? Awesome. Sasa tuanze na value ya respect. Value ya kitu gani? Respect. I want you to discuss this side. Hapa kuanzia hapa kuja hivi, nataka mniambie how does respect look like at home. Sawa? Si ndio How does respect look like at home? Si ndio Na upande wa huku nitataka kuanzia hapa kuja hivi, mkae mna discuss na your neighbor. So I will choose anyone aniambie how respect looks like at school. Is that okay? To give us an example. Sawa jamani So find a neighbor, just person sitting next to you. Upande ule ni at home, huku ni shuleni. 3 minutes. Respect your fellow So I will expect you to have at least 5 examples. Is that too many? Is that too many? Scholars. Respect. Thank you so much. Upande huu nani atawakilisha kwenye upande wa nyumbani? How does respect look like at home? What are the examples? My name is Jordan Joseph Msafiri. I am 8 years old. I'm coming to tell you about. I'm here to tell you about respect, like at home. Yes. Greeting your parents. Did you hear that? Greeting your parents. Listening your elders. Greeting your elders. Is that okay? Can you clap for him? Just clap once. Another example. At home. I'm greeting parents, greeting elders. Yes. Speaker. Respecting your siblings. Wengine mnagombana vitu vidogo vidogo, si ndio So respecting your siblings, your brothers and sisters at home, respect them, si ndio? How does respect look like at school? Through obeying school rules and regulations, through studying together, through greeting teachers, through collaborating with others, through studying together. Through studying together like that. Yes. Can you clap? Yes. Respect at school, it's respecting your teachers, respecting your fellow pupils, respecting and other people in the area of school. Yes, I like that. Actually, that's the context I wanted to say, yeah? Tukiongelea katika swala zima la shule, you are supposed to respect everyone, not only teachers. Si ndio jamani What can you do to show that you're respecting yourself? To be smart. To be smart, yes. Ukija mchafu shuleni hujaoga. Are you respecting yourself? No, right? And you're not even respecting others, What else? Through showing good. I like that. Through showing good. Can we clap for him? The next value is courage. How does courage look like? Just generally. The courage person look like has more powerful than all of us. Powerful and confident. Ooh, it's power. Thank you. Next, he said powerful and confident. How does courage look like? Yes. Bravery. Number. Are you all brave? Yes. Are you all brave?
done? Through being responsible for what you are doing. Being responsible with what you're doing. Nimependa hiyo. It takes courage when your friends want to do something and you don't want to do it. Si ndio eh? Lakini pia it takes courage to admit your mistakes. Kindness, who remembers? Thank you so much. Look at him. Kindness? Kindness? Yes, kindness? Awesome. Hi, let's move forward. And there we are. What is kindness? Who can tell us? Kindness. Is what? Ah, nice. I like it. Show them. Yes, it is. Can you clap for her? It actually is. What does that mean? Kindness is love, right? Awesome. Give me high five. This one will get an additional chocolate. Someone else who should come here and explain, because we've already seen the action. Now I want you to explain. This group is a group of smart individuals. Kindness is caring yourself and others. Kindness is caring for yourself and others. I like the fact that ameanza na kusema yourself. Ameanza na before you are kind to anyone, you have to be kind to. You have to be kind to. If it's clear, I want to see all the flags up. Is that clear? Can I see the flags? Can I see the flags? Awesome. Now, let's move forward. This is my favorite of favorites. Wisdom. Say wisdom. Wisdom. What is wisdom? Any word that comes into your mind when somebody says wisdom. What is wisdom? Making yourself ready for different challenges. Making yourself ready for different challenges. And I say these are smart people. Can you clap? Now I'm sensing jealousy in this class. Who can read those statements there? From making good decisions. Who would like to read for us? Who has the microphone? Making good decisions. Thinking before acting. Learning from mistakes. Choosing long-term success. Knowledge tells you what is right. Wisdom helps you to do it. Thank you so much. I like it. What is the next value? We are almost coming to an end. What is the next value? What is the next one? Honest. Honest, right? How does honest look like? Tell the truth even when it is hard. Telling the truth even when it is hard. Sometimes it gets hard, eh? So telling the truth even when it's hard. Let me ask you this before we proceed. And we are winding up. Why do you think people lie? Kwa nini watu wanadanganya? Kwa nini watu wanadanganya? My name is Aaron Joseph. The reason is to hide the truth. To hide the truth. Lakini, do you think hiding the truth is good? No. You think hiding the truth is good? No. You'd rather you'd rather be honest even when it's hard. So far, umejifunza nini? Listen to your parents. Listen to our parents. Well done. For me, I have learned the 5 main ethical pillars which may lead me in my future life. Oh, I love that. Let us now wind up. As we are winding up, I want us to talk about responsibility a little bit, especially now that exams are coming. Na nyinyi ni wanafunzi, there's a lot of things that we can speak about. Keep promises, finish tasks, be on time or punctuality, preparing for exams. Yes, can you clap for her? So being responsible also meaning keeping up with the subjects at school. Sindio jamani? One responsible thing you've done this week and one kind action you've done this. Kila mtu anayo. Kama uko tayari nyosha bendera. I want to see the flags up. Flags, flags, flags. Flags, flags, flags. So before we start watching, when I say focus, you clap once. Focus. Focus. Focus.
Thank you so much. So ningependa kuwashukuru sana kwa nafasi mlionipa ya kuweza kunisikiliza, and I hope that you have learned something, na ninaomba kile ambacho umejifunza leo uende ukakifanyie kazi, si ndio? Wangapi watafanyia kazi walichojifunza leo? Raise up your flag. Raise up your flag. Awesome, well done. Nawatakia mitihani mema na nitakuja kuwatembelea Fountain Gate. Asanteni sana.